Rais wa Zanzibar ambaye pia mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Mwinyi asema serikali itaendelea na ujenzi wa masoko ya kisasa ili kuwawekea wafanyabiashara mazingira mazuri ya kufanyia biashara. Na katika michezo, timu ya soka ya taifa ya Tanzania Taifa Stars hapo jana ilimenyana vikali na timu ya taifa ya Morocco katika michuano ya AFCON, mchezo wa hatua ya 16 bora uliopigwa kwenye dimba la Prince Moulay Abdellah jijini Rabat. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha asubuhi njema. Jina langu ni Kisa Mwepiana. Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea na ujenzi wa masoko ya kisasa katika maeneo mbalimbali ili kuwawekea wafanyabiashara mazingira mazuri ya kufanya biashara zao. Hii hapa ni taarifa zaidi. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo wakati alipozindua soko la kisasa la mboga mboga la Mombasa, mkoa wa Mjini Magharibi. Amefahamisha kuwa pale serikali inapohamisha wafanyabiashara katika maeneo yao, huwa inawahamisha kwa nia njema ya kujenga masoko yenye hadhi na viwango na kuandalia mazingira mazuri. Tutaendelea kuweka mazingira mazuri ya wafanyabiashara ili wafanyabiashara wasifanye katika mazingira mabaya, wasifanye pembezoni mwa barabara, wasifanye biashara ovyo, wafanye biashara katika mazingira mazuri ya kisasa kama haya ambayo tunayaona. Amesema serikali itaendelea kutoa mikopo isiyo na riba kwa wafanyabiashara ili kukuza mitaji yao na kutoa wito kwa watakaopewa fursa ya kuliendesha soko hilo jipya kulitunza kwa kuimarisha usafi wakati wote. Tutaendeleza kutoa mikopo yenye masharti nafuu, mikopo isiyokuwa na riba kwa wafanyabiashara wetu ili wakuze mitaji yao. Vile vile napenda kuchukua fursa hii kutoa maelekezo kwa watakaopewa kuliendesha soko hili walitunze. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa fedha na mipango Juma Milik Akil amesema ZSSF tayari ina mtaji wa shilingi trilioni 1.36 na imewekeza katika soko la fedha kiasi cha shilingi bilioni 800 na kuwa uhakika na uwezo wa kulipa wanachama wake kwa miaka 50 ijayo. Katika asset hii, Mheshimiwa Rais, mfuko umeweza kuwekeza katika soko la fedha jumla ya shilingi bilioni 800 na ziada kidogo. Tuendelee kuya maintain masoko haya ili yadumu muda mrefu, lakini pia usimamizi wake uwe mzuri na kuhakikisha wale tunaowatoa na kuwarejesha kwenye maeneo ambayo yalikuwa na masoko, basi tufanye hivyo. Shabani Mpute, Channel 10. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM umeanza matembezi maalum ya kuadhimisha kutimia miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya 1964. Mapema akizindua matembezi hayo yaliyoanzia mkoa Kaskazini Unguja kuelekea Kusini Unguja na kumalizia mkoa Mjini Magharibi Unguja, makamu mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa Rehema Omar Sombi amewataka vijana kuwa wazalendo na walinzi wa taifa lao. Umoja unatufanya pia tukae kwa kusemezana kulia na kushoto. Ukigeuka kulia unamsemesha mwenzako, ukigeuka kushoto, nyuma, mbele, utasema sisi ni wamoja. Sasa ule umoja ukiungana na amani unatufanya tuchagize maendeleo, na ndiyo kauli mbiu ya kipindi hichi, hususan ikilenga athari tulioipata tarehe 29 na 30 kupitia uchaguzi mkuu ambao ni funzo kwetu sisi vijana. Makamu mwenyekiti huyo wa UVCCM Taifa pia amewasisitiza vijana kukisemea Chama cha Mapinduzi kupitia utekelezaji wa ilani yake bara na visiwani. Wa ilani hii ya 2025-2030 katika jamii zetu wajue tulipotoka, tulipo na wapi tunaelekea, kwa sababu mengi na mazuri yanakuja kupitia ilani hii. Sasa tunafanya hivyo kwa kuacha siasa ambazo zitaleta mifarakano, chuki ama ubaguzi. Na ndio maana ukitizama kauli mbiu ya mwaka huu, matembezi haya matukufu yanasema kwamba
Amani na umoja ndio msingi wa maendeleo yetu. Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Vijana Zanzibar Abdul Mahmud amesema matembezi hayo kwa mwaka huu yataadhimishwa kila mkoa kutembelea miradi na kufanya shughuli za usafi matembezi yatakapopita. Baadhi ya viongozi wa majimbo walioshiriki matembezi hayo wamesema hatua hiyo ya vijana ni katika hatua za kuonesha uzalendo na utii kwa taifa lao. Tutawaunga mkono mkoa huu, tuubadilishe, kila mmoja aone yes, mkoa wa Kaskazini Unguja una umoja wa vijana. Haikuwa rahisi kufanya mapinduzi, lakini wazee wetu waliweza. Sasa kuyalinda na kuyadumisha, huo ni wajibu wetu vijana wa sasa. Matembezi hayo yatahitimishwa ndani ya mkoa Mjini na kupokelewa na mwenyekiti wa Umoja wa Vijana CCM Taifa, Comrade Mohamed Ali Kawaida. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Mwakilishi wa jimbo la Kiwani Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amewashukuru wazee, mashehe na walimu wa madrasa kwa dua na maombi yao waliowaombea viongozi na taifa kwa kipindi chote cha harakati za kuelekea uchaguzi mkuu. Amesema hayo alipofanya ziara ya kuzitembelea madrasa Swabrin na madrasa Satul Hidaya Islamia zilizopo ndani ya jimbo la Kiwani. Amesema miongoni mwa ahadi walizoahidi wakati wa kampeni za uchaguzi ni kuzifanyia ukarabati madrasa zote zilizomo jimboni humo kwa kuwapatia vifaa vya kujifunzia na kufundishia pamoja na kuimarisha suala la tahfidhul ambayo tayari wameanza kulifanyia kazi. Mheshimiwa Hemed amemwagiza mkandarasi mzawa kuzifanyia tathmini ya kulikamilisha jengo la Madrasatul Hidaya, lakini pia kuijenga upya Madrasa Sabrina iliyopisha ujenzi wa barabara ya Kiwani Sokoni hadi Likoni. Kwa upande wake, Ustazi Seifu Bakari Omar amemshukuru mwakilishi wa jimbo la Kiwani kwa kutenga muda wake wa kwenda kusikiliza changamoto za walimu wa madrasa kwa lengo la kuweka uwiano sawa na upatikanaji wa elimu ya dunia na elimu ya akhera. Wakandarasi wetu ambao mtaifanya hii kazi, hii ikafanywa kwa miezi miwili. Tafuteni manpower ya kutosha, andaeni utaratibu wenu, ifanyike kazi hii kwa kipindi kifupi, tukabidhi madrasa, na sisi jukumu letu moja litakuwa limemalizika. Lakini jukumu la pili, kwa sababu hii ni madrasa na hawa ni wanajamii, tutaendelea kushirikiana nao, maana tusije tukasema baada ya hili sisi itakuwa ndio sisi tumeshanawa. Hapana, tutaendelea kushirikiana nao kwa sababu hawa ni wazee wetu, ni watoto wetu, lakini ni wanajamii wenzetu. Makucha yake aliyoahidi kupitia hili kwenye jengo letu. Kwanza tukwambie mheshimiwa, asante sana na karibu sana. Inshallah tunakukaribisha na sisi tuko pamoja nawe na tutakuendelea kuombea dua bega kwa bega. Inshallah Allah atakupa nguvu inshallah. Kaya 400,000 za Watanzania zimefuzu kutoka katika hali ya umasikini uliokithiri kupitia mradi wa kupunguza umasikini wa awamu ya 4 uliomalizika Disemba 31 baada ya miaka 5. Mradi huo uliotekelezwa tangu 2020 hadi 2025 umeendeshwa na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF na unahusisha kaya maskini milioni 1.373 katika halmashauri 33 katika mikoa 5 ya Njombe, Arusha, Mwanza, Simiyu na Geita. Akizungumzia hatua hiyo, mkurugenzi mtendaji wa TASAF amesema tathmini iliyofanyika imeonyesha kaya hizo zimekidhi vigezo vya kufuzu wa kuboresha maisha na kuongeza kipato. Hii sasa tunasema kwamba tumefunga rasmi utekelezaji katika mikoa hii 5 na awamu nyingine inayokuja ambayo inafadhiliwa na OPEC, tutakwenda katika mikoa mipya ambayo na yenyewe tutaichagua kutokana na takwimu za vigezo kuna vigezo vyake sana. Moja ya halmashauri zilizonufaika ni ya Meru mkoani Arusha, ambayo ilipata miradi 66 iliyotekelezwa na kukamilika kabla ya wakati na kuwa ya mfano, ambapo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Zainabu Makwinya amesema miradi imegusa maisha ya wananchi, ikiwemo katika sekta ya afya, elimu, ujenzi wa mfereji wa maji ulioleta tija kwa wananchi. Mimi nashukuru, lakini kama mnavyofahamu halmashauri ya Meru
kazi kubwa ni kilimo na ufugaji. Tumepata miradi ya umwagiliaji ya mifereji ya umwagiliaji, ambapo sasa hivi tumeongeza uzalishaji mkubwa. Nikitolea mfano Ngabogo kule ni kwa Wamasai, lakini wale Wamasai wanalima bustani, wanazalisha nyanya na mboga nyingine. Kwa maana hiyo uzalishaji umeongezeka. OPEC 4 kwenye mradi huu imetekeleza katika awamu mbili. Kuna mwaka 2022-2023 tulitekeleza awamu ya kwanza, tulijenga kilomita 1 na gharama yake ilikuwa ni milioni 66. Awamu ya pili tumejenga kilomita 7.2 kwa gharama ya shilingi milioni 401. Kwa hiyo jumla mradi huu umegharimu shilingi milioni 467. Na kuna wakati wanyama walikuwa wanakuja hivi juu kuvuruga mashamba kwa ajili ya maji kuwafikia kule chini. Ni jambo ambalo ilikuwa tumeona kwamba mradi huu imetusaidia sana sana. Kwa hiyo sisi tunashukuru. Shabani Mpute, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude ametoa wito kwa wananchi wa wilaya hiyo kujitokeza kwa wingi kushiriki katika vipimo vya matibabu ya maradhi ya moyo bure kupitia kambi ya matibabu ya huduma ya bingwa na bingwa bobezi inayotolewa jijini Arusha na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI ya jijini Dar es Salaam. Novatus Makunga anayo taarifa zaidi. Mkuu huyo wa wilaya ya Arusha ametoa wito huo wakati akitembelea wagonjwa wanaopatiwa huduma katika kambi hiyo ya matibabu, ikiwa ni kuelekea katika kilele cha kambi hiyo mnamo tarehe 9 ya mwezi huu. Hii ni fursa adhimu kwa wananchi wa mkoa wa Arusha na maeneo ya jirani kupata huduma za uchunguzi na matibabu ya kibingwa bila kulazimika kusafiri umbali mrefu kwenda Dar es Salaam au nje ya nchi. Kwa kuwa kambi hii inaendelea mpaka tarehe 9 mwezi wa kwanza, tunatarajia kuhudumia watu wengi zaidi. Hivyo kupitia kwenu waandishi wa habari, nitoe rai muwafikishie taarifa hizi wananchi wote wa mkoa wa Arusha na mikoa ya pembezoni kujitokeza kwa wingi ili kupata huduma hii ya upimaji na ushauri kutoka kwa wataalamu. Awali mkurugenzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI Dr. Peter Kisenge amesema taasisi hiyo imekuwa ikiendesha kambi za matibabu ya moyo nchi nzima kupitia mpango wa Samia Mkoba wenye lengo la kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete itaendelea kuwafuata wananchi pale walipo. Tumekuwa tunafanya hivyo. Tumeshazunguka mikoa zaidi ya 23. Huduma za moyo zitaimarishwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu mkakati wetu ni kuweka mashine kubwa ya cath lab hapa, na tunatarajia katika miaka 2 au 3 ijayo tutaanza kufanya upasuaji mkubwa wa moyo. Kambi hiyo ya matibabu ilianza tarehe 29 ya Disemba ya mwaka jana na imeongezewa muda hadi tarehe 9 ya Januari mwaka huu, ambapo baada ya kukamilika huduma za matibabu ya moyo zitaendelea kutolewa katika taasisi ya Arusha Lutheran Medical Center ALMC ambayo iko chini ya hospitali ya Seliani. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Watanzania pamoja na viongozi wa dini bila kujali itikadi zao wametakiwa kwanza kulinda tunu ya amani, umoja na mshikamano uliopo nchini na kamwe wasikubali kugawanywa kwa misingi yoyote itakayoweza kulitumbukiza taifa katika vurugu. Kwamba Tanzania itabubujisha amani, itabubujisha utulivu, itabubujisha uzalendo na Mungu utaabudiwa na ukalibariki kanisa lako. Wito huo umetolewa na Katibu Mkuu wa Kanisa la Tanzania Methodist Church Askofu Allen Siso katika ibada maalumu ya kukaribisha mwaka mpya, huku akisisitiza umuhimu wa kudumisha amani lakini pia kutii mamlaka zilizowekwa na Mungu. Maana kuna mipaka ya nchi na Tanzania tuna mpaka wetu, na hawezi Mkenya wala Mganda kuingia Tanzania pasipo kibali maalum. Kwa nini? Hii nchi na watu wake wanaomiliki, hii nchi na watu wake wanaotawala. Nataka nikwambie, umpende Samia usimpende, Mungu kamthibitisha awe mtawala nyakati hizi. Askofu Siso pia kawakumbusha Watanzania na viongozi wa dini kwa imani na dini zao
kuwa na hofu ya Mungu na kujiepusha na kauli zinazoweza kuligawa taifa. Tunahitaji kuwa na hofu ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Taifa hili haliwezi likawa salama kama Watanzania hawatakuwa na hofu ya Mungu ndani yao. Iwe ni kanisa haliwezi likawa salama kama Wakristo hatutakuwa na hofu ya Mungu ndani yetu, na hata na Waislamu pia. Kama hofu ya Mungu haiko ndani, hakuna kitakachofanikiwa. Ili maisha yako na viwango vyako viongezeke, ongeza kiwango chako cha kumjua Mungu ndani ya moyo wako kwanza. Akizungumzia ukaribisho wa mwaka 2026, kanisa hilo limeunga mkono hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kukaribisha mwaka 2026 kwa kurejea katika maridhiano ya kitaifa. Na nimependa hoja hii kama kiongozi wa nchi kutamka habari ya maridhiano. Tuna kila sababu za kumshukuru Mungu na kumwombea Mheshimiwa Rais na wote wanaomsaidia kuhakikisha taifa la Tanzania linakaa katika umoja, katika mshikamano, na mahali pale ambapo kuna tofauti zozote tukikaa mezani katika kuridhiana, tunairudisha Tanzania katika amani, tunairudisha Tanzania katika utulivu. Huu ni mwaka mwingine, ni mwaka wa kuongeza amani ya Tanzania. Ni mwaka pia wa kushiriki baraka za Mungu katika nchi ya Tanzania. Katibu Tawala wilaya Kinondoni Warda Ubathan, ambaye alimwakilisha mkuu wa wilaya Kinondoni, amesema serikali itaendelea kuunga mkono viongozi wa dini ambao wataendelea kuhimiza mshikamano, amani kwa Watanzania wote. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Na mtazamaji, na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imetamatisha safari yake katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2025 baada ya kupoteza kwa bao 1-0 dhidi ya wenyeji Morocco katika mchezo hatua ya mtoano uliochezwa hapo jana kwenye uwanja wa Prince Moulay Abdellah huko jijini Rabat. Katika mchezo huo, Taifa Stars walionyesha nidhamu ya hali ya juu na mpango mzuri wa kiufundi, wakifanikiwa kuizuia Morocco kwa muda mrefu, huku nao wakitengeneza nafasi kadhaa za kufunga ambazo hata hivyo hazikuzaa matunda. Morocco walipata bao la pekee la ushindi katika dakika 64 kupitia kiungo mshambuliaji wao Ibrahim Diaz. Licha ya matokeo hayo, Taifa Stars wanaondoka huko Morocco vichwa vikiwa juu, wakitengeneza rekodi ya kihistoria ya kufuzu na kufikia hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza tangu Tanzania ianze kushiriki michuano ya AFCON mwaka 1980. Mafanikio hayo yamewapa Watanzania fahari kubwa na matumaini mapya kwa mustakabali wa soka la taifa. Na hapa nchini, klabu ya soka ya Yanga imeanza michuano ya Mapinduzi 2026 kwa kishindo kikubwa baada ya ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya timu ya KVZ kwenye mchezo uliochezwa katika uwanja wa New Amani Complex huko visiwani Zanzibar. Mabao ya Yanga katika mchezo huo yalifungwa na Pacome Zouzoua katika dakika ambapo pia Celestini Eko dakika ya na mchezaji mpya aliyejiunga na timu hiyo katika usajili wa dirisha dogo Emmanuel Mwanengo ambaye pia alipachika bao la 3. Ushindi huo wa Yanga unawapa alama 3 huku wakitarajiwa kushuka dimbani tena siku ya Jumanne kwa maana ya kesho dhidi ya TRA Sports Club. Makocha wa pande zote mbili walikuwa na haya ya kuzungumza baada ya mchezo. We won 3-0. Now we are leading the group, but we have a match in 48 hours, more or less. Competitive match. TRA are very good in the Tanzania League, so yeah, we're gonna face a strong team. But now is recover and focus on that match. I'm so happy also because tonight four players had the debut for Yanga. 2 young players, Ninju and George, plus Damaru and Chake. Kwanza kwa mchezo wa mwanzo tulikuwa na power kwa sababu ni timu ambayo tunasema tulikuwa tunalingana kusema ukweli, ila kutokana na ugeni kidogo hivi wa kuweza kutumia nafasi katika kipindi chetu ambacho kimepita ilikuwa ndio kimetuathiri, ila kwa kuweza kusema kwa Yanga tumejifunza kwa sababu Yanga ni timu kubwa na ni powerful na ni kweli timu bora katika Afrika, lakini sisi pia kujifunza kwetu kwamba tuna mambo mengi ya kuangalia Yanga kama Yanga ili tuweze kufikia malengo yetu, na sisi KVZ
zaidi kama KVZ. Michezo kama hii inatujenga kwa sababu kwanza tunaona wenzetu wako tofauti na sisi, tunapata kujizoesha zaidi vitu ambavyo tulikuwa tunavyoviona kwa wao, kwa sababu tukubali kama wao wako zaidi kushinda sisi. Kwa hiyo tunajifunza pia kupitia wao. Mtazamaji, ni hayo tu tuliokuandalia katika upande wa habari za michezo na burudani. Tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia yale yaliyojili katika upande wa magazeti.